Na mtazamaji, karibu. Mimi nafahamika kama Rashid Abdalla, tayari kwa taarifa hizi, pamoja na Njoki Shege ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mtazamaji, watu kadhaa wameripotiwa kupoteza maisha yao katika machafuko ya uchaguzi ambayo yamekumba taifa jirani la Tanzania. Hii ni kufuatia makabiliano makali ya siku ya tatu kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Mataifa mbalimbali sasa yametoa tahadhari ya kiusalama kwa raia wao wanaoishi Tanzania. Steven Leto na taarifa kuhusu hali halisi nchini Tanzania. Huku Rais Samia Suluhu Hassan akionekana kutafuta suluhu ya machafuko ambayo yametapakaa nchini Tanzania, watu kadhaa tayari wamepoteza maisha yao, huku hali ikisalia tete katika miji kadhaa nchini humo. Idadi kamili ya wale waliopoteza maisha yao bado haijajulikana kutokana na kuzimwa kwa huduma za mitandao na mawasiliano. Vyama vya upinzani kikiwemo Chadema vimetoa tathmini yao ya watu waliofariki, japo serikali ya muungano ya Tanzania na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu hayajatoa taarifa kamili kuhusu vifo nchini humo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja, ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Waandamanaji wakipuuza maagizo ya mkuu wa majeshi ya ulinzi na kurejea barabarani kuandamana kupinga uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatano. Hali hii imesababisha msongamano mkubwa wa magari mpakani na Kenya, haswa mpaka wa Namanga kaunti ya Kajiado, Isebania kaunti ya Migori, Holili kaunti ya Taita Taveta na mpaka wa Horohoro eneo bunge la Lungalunga kaunti ya Kwale. Sasa hii ni siku ya tatu tuko hapa. Tunaambiwa upande wa Tanzania kidogo network iko chini. Sasa hatuwezi vuka. Mimi ni Mtanzania, gari yangu hii hapa. Na siku ya tatu leo kuanzia tarehe 29 tuko hapa. Tunaambiwa hali ya Tanzania huko ni mbaya kabisa, magari yanachomwa ukikuta unatembea barabarani. Kwa hiyo kama unavyoona sasa hivi tumestack hapa, leo ni siku ya tatu, hamna kitu chochote, network yenyewe wamekata. Hapa tarehe 29. Kutoka nifike hapa tukaambiwa kuna shida kule, hatutafuka. Mpaka saa hii tuko hapo tunasubiria. Makarani asubuhi alikuwa hapa akaniambia hakuna system, so we are waiting, we are going Dar es Salaam. Boda hapa ya Tanzania hawafanyi kazi, kwa hiyo tunasubiri mpaka network ikae sawa ndio tuweze kutoka hapa. Wananchi kutoka Tanzania aidha wameonekana kufika nchini Kenya, baadhi yao sasa wakiweka kambi katika eneo bunge la Kilgoris kaunti ya Narok, na wakisema kuwa biashara zao zimelemazwa na hali ya usalama Tanzania. Serikali ya nchi zingine ya nje ya Tanzania itusaidie kwa hili. Yaani kama mimi binafsi hiyo uongozi na ukataa. Kwa jamii ya kimataifa, UN na bunge la Umoja wa Ulaya na shirika zote za haki za binadamu ifutulie mbali uchaguzi huo na isitambulike. Machafuko yanazidi kushuhudiwa jiji kuu la Dar es Salaam, mijini Arusha na Dodoma, huku serikali ya Samia Suluhu ikiwapeleka wanajeshi wa ulinzi katika maeneo hayo kurejesha usalama na utulivu. Haya yanajiri huku Daktari Hussein Ali Mwinyi akichaguliwa kuwa rais wa Zanzibar kwa kupata 74% ya kura. Steven Leto, runinga ya Citizen.